Haya, tusikilize wawili watatu, tumruhusu naibu waziri kuongea. Sogea hapo. Kwa jina naitwa Adriano Amos, mimi ni Mfipa kutoka Rukwa. Nakushukuru kwanza Waziri Mkuu, umekuja kumaliza matatizo, lakini naenda kwenye swali. Swali langu ni kwamba Waziri Mkuu, na hapa nimeshika 2000 na zawadi yako. Swali langu ni kwamba ni lini serikali itamaliza tatizo ambalo linachukua miaka 40? Tutakuja yani naenda moja kwa moja. Lini serikali itamaliza swala la kuunda katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ili tupunguze haya matatizo yanayotukabili kila siku? Mheshimiwa, samani, najua kesho naweza nikamkia kuzimu, lakini swali langu ndio hilo. Asante. Wakati unatembea ulikuwa unanesa nikawa na mashaka kama utakuja na swali la msingi. Umeleta swali la msingi sana. Na umesema ni lini? Kwa mujibu wa, kama umeisoma ilani, kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, swala la katiba mpya limewekwa kwenye ilani ya 2025-2030. Lakini la pili, umeeleza mahususi kwamba ni lini. Kwa umahususi huo, kwa mwongozo ambao umetolewa na Mheshimiwa Rais wakati anazindua Bunge, mtiririko uliowekwa, mmoja ulikuwa ni wa tume ambayo inaendelea na kazi, na nadhani inamaliza in 2 weeks, wiki 2 zijazo itakuwa imemaliza kazi kwa kazi ambayo ilishatolewa. Na baada ya hapo Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo wa tume ya maridhiano, kwa sababu huwezi ukaenda kwenye jambo kubwa kama hilo ulilolisemea mkiwa mko vipande. Hilo jambo kubwa, ukianzisha jambo kubwa hilo mkiwa vipande, badala ya kuunganika mnagawanyika zaidi. Kwa hiyo naamini kama ambavyo imetolewa kwenye mtiririko, itafanyika mara tu baada ya kuwa tumeshakuwa kwenye kiwango cha kuongea lugha moja. Na kupongeza kwa hoja nzito, na uko pembeni tu ya mkuu wa wilaya, uwe unaenda hata unamtembelea kuongea hayo mijadala mikubwa kama hiyo. Mijadala kama hiyo tunaikaribisha, na mimi nitakupa namba yangu ya simu. Hapo vipi? Haya, asante sana. Mwingine? Sasa uliniahidi zawadi, mbona uniletei? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina. Haya, asante sana, nakushukuru. Tutapeana namba. Nakushukuru sana kwa zawadi. Mchukueni namba yake na mimi nitaongea naye bwana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Teresia Alois Zumba, natoka Sumbawanga Manispaa. Nitaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu nitaje namba za askari za kijeshi. Yupo askari mwenye namba J. Ngoja, kwa sababu ni la kijeshi, wewe njoo tu hapa uonane na waziri hapa. Njoo tu hapa, tutakusikiliza vizuri tu. Njoo tu hapa. Njoo tukusaidie tu vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili, kwa sababu wewe ulishaongea, hebu mwite hapo pembeni. Kaa naye pembeni hapo. Wekeni viti hapo, hivyo viti hapo, ongeeni hapo taratibu. Zipate vizuri hizo namba. Mwingine? Asante Waziri Mkuu. Jina langu Veronica Cosmas Lucas. Nimehitimu Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA mwaka 2022. Lakini nimerudi nyumbani najitolea mpaka sasa hivi, nimekuwa tegemezi. Kwa ninachoomba naomba unisaidie ajira. Umesomea nini? Nimesoma Bachelor Education. Njoo uonane. Mpe nyaraka zako naibu waziri anayesimamia education hapa. Unajitolea shule gani? Haya, utamwambia naibu waziri. Mheshimiwa Waziri. Yes. Kama unavyofahamu askari mgambo
ni askari ambao tunajitolea sana kwenye mambo mengi hususan kiserikali. Tumefanya kazi nyingi sana za kiserikali za kujitolea kama kusafisha barabara na vitu vingine endapo serikali inapotuita. Lakini kama unavyojua mheshimiwa, tunavoombwa askari mgambo kwenye kufanya kazi ya kiulinzi ya kulipwa, hatuna budi kujitolea, tunaenda kujitolea. Sisi tumezulumiwa pesa na ofisi ya CCM. Wakati ule tuna machafuko yametokea yale hapa katikati kwenye masuala ya shilingi ngapi? Tulipewa kazi, tulikuwa tu 15 na mgambo 15. Tuliambiwa kwa siku tutakuwa tunapewa kwa shilingi 40,000 na tulilinda ndani ya wiki moja. Mlinda wiki moja. Haya, njoo hapa kwa mneki, mjumbe wa halmashauri kuu yuko hapa na amevaa suti. Njoo hapa kwa mjumbe wa halmashauri kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nakushukuru kwa sababu umefika. Pata orodha yote na katibu wa mkoa, sogeni huku. Mimi shida yangu nina eneo ambalo neki na nyie mlipe leo kabla sijatoka. Mimi shida yangu nina eneo ambako Wachina walikuja kutengeneza makazi hapa wakati wanatengeneza barabara. Tulifuatilia ile eneo, ni eneo langu na mume wangu na familia yangu. Tulifuatilia, wakatutisha kwamba mtafungwa, mnataka kuzuia maendeleo ya serikali. Tulinyamaza. Ni wapi hilo eneo lipo? Liko huku chini kupita shule. Walikuwa wanatengeneza barabara. Na jengo liko pale walikuwa wanakaa. Meneja wa TANROADS yuko wapi? Meneja, tunakuomba kuche. Meneja, wananchi walipisha mradi, Wachina wakaweka kambi kwa kuheshimu maendeleo, waliwapa eneo, hamjawalipa. Mnalijua hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sina taarifa ya haya madai. Sasa kaa na huyo mama akuelezee hilo eneo, kwa kuwa walitoa eneo na tumelitumia kwa ajili ya mradi wa maendeleo. Kama bado tunalihitaji, basi wapewe fidia wanayostahili. Kwa kawaida, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kunapokuwa na kambi za ujenzi, ile kambi ya mhandisi mshauri kwa maana msimamizi ndio inakuwa ni mali ya serikali, kwa maana kwamba tunalipa fidia, mradi unapoisha inarudishwa serikalini. Lakini kambi ya mkandarasi kama mkandarasi inakuwa na utaratibu yake mwenyewe, kwa maana kwamba na mama hapo ili muijue ni kambi iko mikono ya serikali au iko ya mtu binafsi. Mkuu wa wilaya, msaidieni hiyo mama, kama ni ya mtu binafsi wale wamrudishie au wamfidie, wamrudishie au wamfidie. Msikilizeni ili mjue undani wake ni upi. Mama. Asante Mheshimiwa, nashukuru sana kwa ujio wako. Mimi nimezulumiwa shamba kwa kudai kwamba ameuza shamba langu kwa kusomewa barua mkuu wa wilaya. Baada ya kufuatilia kwa mkuu wa wilaya, akaona kwamba mkuu wa wilaya nimebana, wakageuza wakasema kwamba wameuziwa kwa amri ya mahakama. Mahakamani nimefuatilia, ikaonekana vielelezo hakuna, lakini tulipofika mahakamani kule, haki imempa ule mtu kwamba alinunua eka moja kwa mtu ambaye ni ndugu yangu, lakini mimi tulizaliwa wawili tu na sina mtu mwingine yoyote. Baadaye hiyo shamba mimi kila nikilima mazao wanavuna, nikienda kulima wananifukuza mimi na watoto wangu. Kilando. Hilo eneo liko wapi? Kilando. Liko Kilando. Na huyo anayevuna ni nani? Anayevuna ni Andelea Lemba, wako wawili, Andelea Lemba na Mnyonge Abdalla. Wanavuna bila kulima. Mnalima mimi alafu wenyewe wanaenda wanavuna. Hata mwaka juzi mkuu wa wilaya nasikia alilipata hilo, lakini akawakemea kule. Mtoto wangu akalalamika pale, akasema jamani, katibu tarafa, mkuu wa wilaya fuatilieni hii matatizo. Mbona baba wanamnyanyasa sana? Sasa tarafa yuko wapi?
Afisa tarafa eneo hilo yuko wapi? Yuko wapi? Afisa tarafa yuko wapi? Yuko wapi? Hiyo tarafa inaitwaje? Tarafa Kilando. Tarafa ya Kilando. Afisa tarafa ya Kilando yuko wapi? Mkuu wa wilaya, afisa tarafa wako yuko wapi? Nitegemea atakuwepo hapa kwa sababu anapaswa kuwepo na ana maelekezo ya kuwepo. Sasa sijui labda atakuwa alipata dharura kidogo labda. Dharura gani? Huwa na shida ya kiafya kidogo. Na shida ya kiafya. Okay, sawa. Hebu tuambie hilo la mama. Hao watu mama analima, wao wanaenda kuvuna. Kwa vyovyote vile, hata kama kuna mgogoro, hauruhusiwi kwenda kuvuna mazao ambayo haukuyalima. Kwa kama nimemsikia vizuri, ni kama anasema kule mahakama ilimpa haki huyo ambaye anavuna. Sasa mimi nimefika pale na nikatoa maelekezo kwamba jambo lisifanyike. Kwa hiyo nilikuwa hebu waite wote tena uje ujue kipi ni kipi kilichoamriwa. Eti mama, wewe shamba hilo linakuhusu vipi? Shamba ni shamba langu, baba yangu ishafariki, shamba ni langu, niachia wazazi wangu. Na mmefanya kesi? Kesi tumefanya kesi, baada ya kufanya kesi, lakini nilikuwa na kesi na mtu mmoja. Baada ya kuona tayari sasa kule mahakamani yeye akaluka kesi, akasaini kwamba ni eka moja, kata ikanumiliki eka zote zaidi ya eka 10. Akasaini kwamba ni eka moja. Kumbe akamchukua mwingine tena akamdumbukiza pale ili aanze kunisumbua. Hebu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ita na wanasheria wako na Mama Samia Legal Aid ili muone mnafuatiliaje. Ita na wenyeji ili muone mnamsaidiaje huyo mama. Hebu andikisha hapo kwa Mkuu wa Wilaya. Ifuatilieni.